Ni kwa mara nyingine tena katika taifa la Kenya, na kumekuwa na mijadala mingi sana kuhusiana na hili ambalo nitakwenda kulizungumza hivi sasa. Kenya imekuwa ikipitia mgogoro kidogo katika kama takriban wiki mbili hizi. Kumekuwa na mgogoro ambao unahusisha serikali ya Kenya kuweza kuruhusu kupokea wagonjwa wa Ebola, raia wa Marekani ambao watakuwa wanagundulika kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo wa Ebola. Sasa ikumbuke kwamba katika hizi wiki mbili ambazo nazizungumzia hapa, kumekuwa na maandamano makubwa yakishinikiza na kupinga serikali kuweza kuruhusu kuweza kupokea kuweza kupokea ama kujenga hizi kambi za kuweza kuchukua wagonjwa wa Ebola ambao watakuwa ni raia wa Marekani. Hii inakuja mara baada ya Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na serikali yake kuweza kufanya mazungumzo na serikali ya Kenya kuweza kuomba ama kuwasilisha ombi hili kwa serikali ya Kenya kuweza kuruhusiwa kujenga kambi zao pale ambazo zitakuwa zinapokea wagonjwa ama waathirika wa ugonjwa wa Ebola ambao watakuwa ni raia wa Marekani. Sasa utata unakuja wapi? Wakenya wengi hawajafurahishwa na hilo, na pia wamepinga vikali wakisema kwamba huko ni kama vile serikali kuweza kudharau ama kudharau raia wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza wao wanasema hawaamini kwamba Marekani kama ingekuwa wao ni kwamba kama Wakenya wao ndo wangekuwa labda na hiyo changamoto ya ugonjwa huu wa Ebola, alafu leo hii wakaomba Marekani waende wakatengeneze ama waende wakahifadhi wagonjwa wao ambao watakuwa na changamoto ya ugonjwa huu wa Ebola pale nchini Marekani kwenye majiji kama New York, Las Vegas, Boston, Washington na majiji mengine makubwa pale nchini Marekani. Je, Marekani wangekubali? Hilo la kwanza ambalo wao wamelipinga. Lakini pia wamesema itachangia kuongezeka kwa gharama kubwa katika kipindi hichi ambacho pia kumekuwa na kuongezeka kwa gharama za maisha. Lakini pia serikali imeonekana kuongezeka kwa gharama za kuwahudumia wananchi, lakini watawezaje pia kuendelea kuwahudumia wagonjwa hawa ama waathirika hawa wa Ebola ambao watakuwa ni raia wa Marekani watakaokuwa wameletwa kwenye baadhi ya kambi hizo? Kumbuka kwamba serikali ya nchini Kenya imetenga baadhi ya maeneo ikiwemo moja ya kambi za kijeshi pale nchini Kenya ambazo ni kambi za Marekani, na pia katika moja ya kambi ya jeshi la anga pale nchini Kenya pia ambapo watakuwa wakiwahifadhi wagonjwa hawa. Yapo pia hospitali kadhaa ambayo yameweza kuorodheshwa kama moja ya vituo vya karantini ambavyo vitakuwa vikipokea wagonjwa wa Ebola kutoka ambao watakuwa ni raia wa Marekani. Sasa utata huu unakuja wakati ambao pia hapo jana Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto alitoka hadharani na kuweza kuzungumzia swala hili kinaga ubaga. Nini ambacho nakizungumza Rais wa Kenya William Ruto? Ruto anasema kwamba kufanya hivi kwa serikali ya Kenya sio kwamba ni kuwadharau wananchi wa Kenya, isipokuwa wameyafanya yote haya ni kwa sababu wanahitaji kuendeleza ushirikiano uliopo baina yao na Marekani. Ukiachana na hilo pia, kipi ambacho pia anakizungumza ni kwamba anasema kama Kenya ama kama taifa la Kenya na serikali yake itaamua kukataa kuwapokea waathirika hawa wa Ebola, itakuwa ni kama imeamua kuwanyanyapaa watu ambao wanakuwa na maradhi. Akitolea mfano pia baadhi ya watu ambao wamekuwa na maradhi mbalimbali kuweza kutengwa, kwamba sema kwa mfano wewe una ndugu yako na jamaa yako na rafiki yako ana mtu anasumbuliwa na maradhi, anaomba umuhifadhi labda kwa sababu kadha wa kadha. Je, utakataa kwa sababu mtu yule ni mgonjwa? Huko sikutakuwa ni kama vile kuwatenga ama kama vile kumnyanyapaa mtu ambaye ni mgonjwa. Kwa hiyo ni moja kati ya sababu ambazo William Samoei Ruto amezungumza, na pia ameweza kuwatoa hofu na kuwatoa shaka Wakenya wote, akisema kwamba wasiwe na wasiwasi, kwani serikali imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba hakutakuwa na maambukizi yoyote, ama pengine kama watu wana hofu kwamba wagonjwa hawa watasababisha labda kuenea kwa maradhi haya ya Ebola, basi swala hilo haliwezi kutokea, kwa sababu serikali chini ya Wizara ya Afya nchi hiyo imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wana mikakati mizuri ya kutosha kuweza kudhibiti hali yoyote ama sintofahamu yoyote ambayo inaweza ikatokea. And I want to ask leaders and citizens who have any doubt on the level of preparedness
by the government of Kenya, that they should not have any such doubt. Our partnership with our friends, the American government, is a partnership that is mutually beneficial to us and to them. Sasa swali la kawaida tu, ama naweza nikasema swali ambalo tunabidi pia tujiulize kama Waafrika, watu wa Afrika ya Mashariki, kama swala hili pia lingekuwa ndio limetukumba sisi watu wa Afrika au watu wa Afrika ya Mashariki, je, kwa kusema kwamba tuendelee kudumisha ushirikiano, Marekani ama taifa lolote lile katika yale mataifa yaliyoendelea au mataifa ya magharibi, wangekubali sisi kwenda kutengeneza karantini katika nchi zao kwa ajili ya waathirika wa Kiafrika ambao watakuwa wameathirika na ugonjwa huo? Hilo ni swali ambalo pia nakuachia na wewe pia unaweza ukashirikiana hapa na sisi kuona namna gani tunaweza tukalijadili. Mimi naitwa Salumu Amani na hii ni Kawabe Media.